Amka na BBC. We're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. Rais wa Marekani Donald Trump adokeza kumaliza vita vya Iran katika siku za hivi karibuni baada ya kukamilisha malengo yake. Kufuatia mwongozo mpya uliotolewa na serikali ya Uingereza kudhibiti muda wa watoto chini ya umri wa miaka 5 kuangalia luninga, simu na kompyuta, wazazi na wataalamu wanena hatutakiwi kuuliza saa ngapi mtoto anatumia teknolojia peke yake. Tunafaa kuuliza ni muda mgani na pia ni nini ambacho wanaangalia kwa hiyo mtandao, kwa sababu watu kusema 30 minutes na mtoto anaangalia mambo ambayo hatakiwi kuangalia, bado hiyo itamdhuru. Na msikilizaji, utasikia pia simulizi za mtu aliyefanyiwa upasuaji wa umbo la makalio. Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Nasia Mohamed. Karibu. Shukran Halima. Rais Donald Trump amesema Marekani itamaliza vita dhidi ya Iran ndani ya muda wa wiki 2 au 3, iwe kuna makubaliano au la, akidai malengo ya vita yamefikiwa. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa kuondoka huko Iran ikidhibiti mlango wa Hormuz kunaweza kuonekana kama Marekani kushindwa na kuathiri bei ya mafuta. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Iran iko tayari kumaliza vita ikiwa itahakikishiwa kuwa mapigano hayataanza tena. We're negotiating with them right now. Tunafanya mazungumzo nao hivi sasa. Kwa mara nyingine tumeshuhudia mabadiliko ya utawala. Hata hivyo, mabadiliko ya utawala hayakuwa miongoni mwa malengo yangu. Nilikuwa na lengo moja tu, kuhakikisha hawapati silaha za nyuklia. Na lengo hilo limefikiwa. Hawatakuwa na silaha za nyuklia. Lakini bado tunakamilisha kazi hiyo. Na ninafikiri huenda likachukua takriban wiki 2 au pengine siku chache zaidi kumaliza kazi hiyo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema ndege ya kijeshi usafiri imeanguka baada ya kupoteza mawasiliano ilipokuwa ikielekea Crimea. Watu 29 wamefariki. Taarifa imesema timu ya uokoaji imeyapata mabaki ya ndege aina ya Antonov 26 na kulaumu ajali hiyo kwa hitilafu ya kifundi. Urusi imekuwa ikidhibiti Crimea tangu mwaka 2014 na Ukraine bado haijasema chochote kuhusu ajali hiyo. Shirika la msaada wa madaktari wasio na mipaka linaonya kuwa mgogoro wa kibinadamu unaozidi kuongezeka unaendelea kujitokeza katika kijiji cha Nyatim nchini Sudan Kusini, ambako makumi ya maelfu ya watu wamekimbia vurugu. Sambatenzi na maelezo zaidi. Shirika la Medecins Sans Frontieres MSF linasema takriban watu 30,000, wengi wao wakiwa wanawake, watoto na wazee, wamekimbia mapigano ya hivi karibuni katika maeneo ya Lankin na Pierre jimboni Jonglei. Kulingana na MSF, takriban watu 58 wamefariki dunia katika eneo la Nyantim katika kipindi cha wiki 4 zilizopita. Haya ni kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu walioko katika eneo hilo. Wahudumu wa misaada wanaonya kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka. Pia kuna ripoti za vurugu na utekaji nyara unaofanywa na makundi yenye silaha katika eneo hilo. MSF inasema takriban watu 10 wametekwa, akiwemo mama aliyekuwa akinyonyesha ambaye anaripotiwa kupigwa risasi na kuuawa. Sudani Kusini imekumbwa na misukosuko ya mara kwa mara tangu ilipopata uhuru mwaka 2011. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwaka 2013 vikihusisha vikosi vinavyomuunga mkono Rais Salva Kiir na vile vinavyomuunga mkono mpinzani wake Riek Machar vimesababisha vifo vya mamia ya maelfu ya raia. Na ndugu wa Virginia Giuffre, mwanaharakati wa haki za binadamu na mwathirika wa mashtaka ya ukatili wa kingono yanayohusiana na Jeffrey Epstein, wamemhimiza Mfalme Charles kukutana na manusura wa Jeffrey Epstein wakati wa ziara yake nchini Marekani iliyopangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Hii ni BBC. Nasia Mohamed ndiye ile kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza pia kuyasikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, Abudu FM, CGFM na Lolilondo FM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, Pamoja FM na Kanti FM. Uganda ni Voice of Muhabura,
Nakura, Radio Chitara, Radio Lira, Voice of Busoga na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Karibu, na leo hii uko nami Halima Nyanza, na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Rais wa Marekani Donald Trump amearifu kuwa atamaliza vita na Iran katika siku za hivi karibuni kwa kufikia makubaliano ama bila makubaliano ama bila kufikia makubaliano. Amesema Marekani imekamilisha malengo yake yote ya vita na kwamba Iran haipambani tena, lakini inabaki kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. When we feel that they are for a long period of time put into the Stone Age. Ni Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, alisema kwamba anaamini Marekani imetimiza malengo yake ya vita dhidi ya Iran kwa kushirikiana na mshirika wake mkuu Israel. Kulingana na Rais Trump, Iran haina nguvu tena na Marekani pamoja na Israel zimepunguza uwezo wake kwa kutekeleza mashambulizi makali na kuwaua viongozi wakuu wa nchi hiyo, akiwemo kiongozi wake Ayatollah Ali Khamenei mwanzoni mwa vita. Trump alidai pia kwamba wamefanikisha mageuzi ya utawala yaliyo kwenye ajenda yao pamoja na kuhakikisha Iran haitoweza tena kuwa na silaha za nyuklia. Aidha, alielezea kuwa viongozi wapya wa Tehran ni wenye busara zaidi na sio wenye itikadi kali wakilinganishwa na viongozi waliokuwa awali. We're negotiating with them right now. Tunafanya mazungumzo nao hivi sasa. Kwa mara nyingine tumeshuhudia mabadiliko ya utawala. Hata hivyo, mabadiliko ya utawala hayakuwa miongoni mwa malengo yangu. Nilikuwa na lengo moja tu, kuhakikisha hawapati silaha za nyuklia, na lengo hilo limefikiwa. Hawatakuwa na silaha za nyuklia, lakini bado tunakamilisha kazi hiyo, na ninafikiri huenda likachukua takriban wiki 2 au pengine siku chache zaidi kumaliza kazi hiyo. To do the job. Trump pia alisema kuwa viongozi wa Iran wanatafuta kufanya makubaliano na Marekani ili kumaliza vita, madai ambayo Iran imekataa mara kadhaa. Aliongeza kwamba vita vinaweza kumalizika hata bila makubaliano rasmi kati ya pande zote. Hata hivyo, vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti kuwa Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amewaambia maafisa wa Ulaya kuwa nchi yake iko tayari kumaliza vita na Marekani na Israel, lakini inataka kuhakikisha hakutakuwa na mashambulizi baada ya hapo. Kauli ya Rais Trump inakuja wakati mshirika wake katika vita, Israel, kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu, alipoelezea kwamba wamefikia malengo yao ya kijeshi nchini Iran hapo jana. Na mimi Nastia Mohamed. Na wakati huo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Leo amesema anatumai kuwa Rais wa Marekani Donald Trump anatafuta njia kumaliza vita Mashariki ya Kati. Katika maoni yake moja kwa moja yasiyo ya kawaida, Papa huyo wa kwanza Marekani amesema kwamba ni matumaini yake kwa Trump alikuwa akitafuta njia kupunguza kiasi cha ghasia na mashambulizi ya mabomu. Amewataka viongozi wote kutafuta suluhu ya matatizo. Nimeambiwa kwamba Rais Trump hivi majuzi alisema kwamba angependa kumaliza vita. Tunatumai anatafuta namna ya kufanya hivyo. Natumai pia anatafuta njia ya kupunguza kiwango cha vurugu cha ulipuaji mabomu, jambo ambalo litakuwa na mchango mkubwa katika kuondoa chuki inayotengenezwa Mashariki ya Kati na kwingineko. Siku ya Jumapili, katika matamshi yenye nguvu isiyo ya kawaida, Papa Leo alisema kwamba Mungu anakataa maombi ya viongozi wanaoanzisha vita na mikono iliyojaa damu. Mzozo wa mwezi mmoja wa Iran ulioanzishwa na mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28 umeenea katika eneo hilo na kuua maelfu ya watu, kutatiza usambazaji wa nishati na kutishia kuyumbisha uchumi wa dunia. Na msikilizaji, upasuaji wa kuongeza umbo la makalio unaojulikana kama Brazilian Butt Lift BBL umevutia sana watu na ni mojawapo ya taratibu za urembo zinazokuwa kwa kasi. Hata hivyo, unatambuliwa na wataalamu wa afya wakiwemo wale wa huduma ya taifa ya afya ya Uingereza pamoja na chama cha madaktari wa upasuaji wa urembo wa chama wa Uingereza kuwa na kiwango cha juu zaidi cha vifo kuliko upasuaji mwingine wote ule wa urembo. Phyllis Mwate alizungumza na mtayarishaji wa maudhui kutoka nchini Kenya, Lydia Wanjiru, kuhusu maamuzi yake ya kufanya upasuaji huo. Mara ya kwanza nilianza na lose weight. Nikakuwa nimelose a lot of weight, 34
kgs, so ikabidi nikabaki na loose skin ile like tuseme nilikuwa kitambi kubwa, mafuta imechomeka imeisha, so imagine skin yako, ngozi yako imeachwa ikiwa very loose, so ikabidi, so I was looking for options za nitaitoaje, nitaitonaje. So upunguze hivyo uzito, ulikuwa umeenda gym ama ulikuwa ni chakula ulikuwa umebadilisha, ni nini ulikuwa umefanya? Nitumia sindano zile za ku lose weight, hizi ziko famous GLP-1. Nilitumia for 8 months, miezi 8, nika lose 34 kgs from 104 to 72 kgs. Ndio mwili ikakuwa, hata ukiangalia mkono yangu kuna very loose skin bado, so imagine tumbo ilikuwa inakaaje. So nikaanza kutafuta options, consultations na massages until nikapata surgeon wangu. Akaniambia hata mwili iko poa, ime lose weight vizuri, and then also sikuwa na makalio original structure, mimi sikuwa na nyuma. And sasa ukilose weight, alafu lose weight hivyo vibaya, kakitambi bado kako, alafu nyuma kuko straight, nikaona that was the only option. Ni changamoto ipi unaweza sema ulipitia sana wakati huo wote wa hiyo procedure, labda tuseme hadi kuja kupona? Hiyo wakati after surgery, hiyo sasa kupona, hiyo mwezi moja, kuna mbongo kama uko tayari na huo, especially wiki ya kwanza, ya pili kidogo inaenda kipunguanga, ya kwanza huwezi lala, huwezi keti, huwezi simama straight, huwezi inama, huwezi yoga, huwezi tumia choo, like kila saa tu kitu iko kwa akili yako, huwezi fanya hivi, huwezi fanya. So hiyo mwezi moja hiyo ndio the hardest. Sisi kama wanawake, ule muda ulikuwa na mtu wa kukusaidia? Yes, nilikuwa na marafiki, nilikuwa na mtu wa kunisaidia, sikuwa peke yangu. Inahaja kwamba mkono wako unahisi kama ni mkubwa. Je, unapanga kwenda gym ama unapanga hatua zipi? Gym tutaenda ku maintain tukimaliza kuchonga. Unataka uchongwe kabisa? Na je, uamuzi wa kupata watoto, ikifika muda labda unakuwa mjamzito, unataka kupata watoto, daktari amekuelezea hiyo na changamoto? Actually swali ya kwanza daktari anakuuliza, kwa sababu hiyo tummy tuck ndio akifanya, akikata tumbo ya chini avurute ya juu ishikane na hapa chini, kuna muscles zinashonwa ndani ya tumbo, under the skin kuna muscles zinashonwa. Hiyo muscle inafanya ngumu tumbo yako kupanuka in case unataka mtoto. So swali ya kwanza nakuulizanga, umemaliza kupata watoto ama unataka kupata watoto? Sasa mimi niko wale watu wanaitwa child free, mimi sitaki watoto. Ni kujichonga na kukaa mtu amechongwa mpaka nifu. Haya, ni Lydia Wanjiru huyo kama alivyozungumza na Phyllis Mwate kuhusiana na upasuaji wa kuongeza umbo la makalio. Wakati ukitafakari haya, huyu hapa David Inkia na michezo. Yes. Asante Halima, bila shaka ujambo msikilizaji. Usiku kwa mkeleo imekuwa mchezo mzuri kabisa kwa upande wa DRC baada ya miaka 52 Halima.